tumeona tuzo za mchezaji bora wa Afrika kwa ngazi ya wachezaji waliokuwa wanacheza vilabu vya ndani. Mashindano ya ndani zimetoka na Shomari Kapombe ametajwa kama mmoja wa wachezaji wanaowania tuzo hiyo. Beki wa Simba mwenye umri wa miaka 33, Shomari Kapombe ambaye kwa sasa ni nahodha wa Simba amekuwa katika tuzo hizo kwa sababu kubwa ambayo imembeba ni kutokana na mafanikio aliyopata kwenye michuano ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Sasa Kapombe na Simba walifika mpaka fainali kama unavyokumbuka kwenye msimu uliopita, na labda kuna watu ambao wanaweza kana kujiuliza kwa nini Kapombe, kwa nini sio Jean Charles Ahoua, kwa nini sio Eli Mpanzu, kwa nini sio Kibu Dennis? Lakini kiukweli kabisa ni kutokana na kwamba performance za Shomari Kapombe zilikuwa kubwa, na hata rating zake katika mitandao inayotoa rating, inaofanya uchambuzi na rating za performance za wachezaji iliweza kumpa Kapombe rating nzuri kuliko wachezaji wengine wa Simba. Kwa mfano mtandao maarufu wa SofaScore ulimpa Kapombe rating nzuri. Kwa mfano kwenye hatua ya makundi ambapo Simba walicheza dhidi ya timu kama CS Constantine, Sfaxien pamoja na Bravos Domakis ya Angola, mechi ambazo Shomari Kapombe alikuwa na rating nzuri sana. Ni kwa mfano mechi ya ushindi dhidi ya CS Sfaxien hapa Dar es Salaam ambapo Shomari Kapombe alipewa rating ya 7.1 7.3 samani. Lakini ukija kwenye mechi nyingine ambayo aliperform vizuri zaidi ni mechi ya ushindi dhidi ya CS Constantine ya mabao mawili ya Simba waliopata hapa uwanja wa Taifa, mabao ya Kibu Dennis pamoja na Lionel Ateba. Shomari Kapombe alikuwa na rating ya 8.1. Hiyo ndio ilikuwa rating kubwa zaidi ya wachezaji wengine wa Simba. Lakini katika hatua makundi mechi ambazo hakuperform vizuri ni mechi dhidi ya CS Constantine ugenini ambapo Simba alipoteza kwa mabao 2-1, alikuwa na rating ya 6.2, wakati katika mechi waliotoka sare na Bravos Domakis nchini Angola sare ya 1-1 alikuwa na rating ya 6.4, lakini mechi zingine alikuwa na rating ya 7.2, 7.1. Kwa always Simba alikuwa ni mmoja wa wachezaji walioperform vizuri, na hata katika hatua ya robo finali mechi dhidi ya Al Masry ambapo Simba iliweza kuitoa Al Masry mechi ya kwanza kule nchini Misri ambapo Simba alipoteza mabao 2-0, Kapombe alikuwa na rating ya 7.0. Lakini mechi ya hapa Dar es Salaam ambapo Simba walishinda alikuwa na rating kubwa zaidi, alikuwa na rating ya 8.1. Kumbuka katika mchezo huu Shomari Kapombe alitoa assist kwa Eli Mpanzu, na pia Shomari Kapombe aliweza kufunga penalti ya ushindi kwa Simba. Simba wakiibuka na ushindi wa mabao 2-0 ndani ya dakika 90 na ushindi wa penalti 4-2, huku Kapombe akifunga penalti ya ushindi. Kwa hiyo alikuwa na rating ya 8.1 ambayo ilikuwa ni rating kubwa zaidi ya wachezaji wengine ambao wa Simba. Kwa alikuwa na moja ya rating kubwa katika upande wa Simba. Ukija katika mechi dhidi ya Stellenbosch katika hatua ya robo ya nusu finali, mechi ya Zanzibar pale ambayo Simba alishinda bao 1-0, alikuwa na rating ya 7.3, wakati kule South Africa alikuwa na rating ya 7.4. Ukija katika finali of course mechi ilikuwa ngumu dhidi ya mpinzani RS Berkane, hakuwa na rating kubwa sana. Mechi ya kule Berkane katika uwanja wa Municipal de Berkane alikuwa na rating ya 6.5, lakini mechi ya hapa ya Zanzibar alikuwa na rating ya 6.3. Kwa hiyo Kapombe kiukweli alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa na rating kubwa kwa upande wa Simba, na imemwezesha kuwa katika kinyang'anyiro hicho dhidi ya wachezaji kama Fiston Kalala Mayele, dhidi ya wachezaji kama Isufu Dayo wa RS Berkane, dhidi ya wachezaji kama Usama Lamlawi. Sasa watu wanaoshindana nao kwa mfano Fiston Kalala Mayele amekuwa bingwa wa CAF Champions League pamoja na Pyramids, ameweza kupata mafanikio ya CAF Super Cup, amechukua Super Cup baada ya kufunga RS Berkane, pia amefika FIFA Intercontinental Cup. Lakini Isufu Dayo wa RS Berkane alikuwa bingwa wa Botola Pro ligi ya Morocco, lakini bingwa wa CAF Confederations Cup. Kwa hiyo tutaona katika tuzo hizo nani atafanikiwa kushinda. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba ipo katika orodha ya vilabu 10 vinavyowania tuzo ya klabu bora ya mwaka ya CAF, na Simba inawania dhidi ya the likes ya timu kama Orlando Pirates ya Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns, CS Constantine, Pyramids,
Pyramids, Stellenbosch. Sasa kikubwa ameangalia katika michuano ya ndani vilabu hivi vimefanya nini, na Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho, kwa hiyo wameingia katika orodha hii. Kumbuka timu kama Mamelodi Sundowns ifika fainali ya kombe la Champions League pia wapo. Tumeona Pyramids ambaye anapewa nafasi kubwa zaidi ya kuchukua tuzo hii. Yeye amekuwa bingwa wa CAF Champions League, ligi ya mabingwa, amekuwa bingwa wa CAF Super Cup baada ya kuifunga RS Berkane, lakini pia amekuwa bingwa wa kombe la FIFA Intercontinental Cup. Ameingia katika FIFA Intercontinental Cup baada ya kuchukua FIFA Challenge Cup baada ya kuifunga Al Ahly ya Saudi Arabia. Kwa hiyo tuzo hizi za CAF zitatolewa hivi karibuni, na kwa upande huu wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ligi hizi ukichukua ligi zote zilizochezwa mwaka jana za Sekafa, ni Simba tu ambayo imeingia katika kinyang'anyiro hicho, hata Afrika ya Kati, kwa kuwa hakuna klabu kutoka DR Congo wala kutoka Congo nyingine, Congo Brazzaville. Kwa hiyo Simba imewakilisha ukanda huo. Hata Al Hilal ya Sudan wao walishiriki ligi ya Mauritania mwaka jana, kwa hiyo wameingia wakiwa kama watu walioshiriki ligi ya Mauritania, lakini wapo kwenye kinyang'anyiro hicho. Jina langu ni Joel Fumbi, hii ni Maleby TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kupata habari mbalimbali za michezo.